Ujumbe wa Daktari Slaa akimlipua jaji mkuu watikisa taifa la Tanzania. Ujambo na karibu. Leo tunakuletea simulizi linalotikisa mijadala ya kitaifa kuhusu mustakabali wa muhimili wa mahakama nchini Tanzania. Kauli kali ya Daktari Wilbrod Slaa imeibua gumzo kubwa baada ya kumshutumu moja kwa moja jaji mkuu kwa kile anachodai ni kushindwa kulinda heshima na hadhi ya mahakama kufuatia matukio ya polisi kudaiwa kuwapiga na kuwakamata raia ndani na nje ya viwanja vya mahakama. Tukio hili limekuwa chanzo cha mjadala mpana mitandaoni na katika majukwaa ya kisiasa, huku wachambuzi wakisema linaonyesha changamoto kubwa inayokumba mfumo wa haki. Na kwa mjibu wa Slaa, kitendo cha wananchi kushambuliwa kwenye maeneo ya mahakama si doa la kitaifa na ni kielelezo cha udhaifu wa taasisi ambayo inatakiwa kuwa ngome ya mwisho ya kulinda haki. Kauli hii imekuja katika kipindi ambacho kimekuwa na malalamiko mengi ya wanasiasa, wanaharakati na hata wananchi wa kawaida kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi na vyombo vya dola. Wachambuzi wa sheria wanasema tukio hili linaweza kudhoofisha imani ya wananchi kwa muhimili wa mahakama na ni jambo ambalo linaweza kuathiri mfumo mzima wa haki nchini. Wanasiasa wa upinzani na wanaharakati wa haki za binadamu nao wameungana na kauli ya Slaa wakionya kuwa ikiwa hatua madhubuti hazitachukuliwa, basi wananchi wanapoteza imani na kuona mahakama kama chombo kisichoweza kutetea haki zao. Wanaeleza kuwa uhuru wa mahakama ni msingi wa demokrasia na kila shambulio dhidi ya wananchi kwenye maeneo ya mahakama ni shambulio la moja kwa moja kwa katiba. Mitandao ya kijamii nayo imeweka moto, wengi wakishiriki maoni yao na kuhoji ukimya wa viongozi wa juu wa muhimili huo. Baadhi wameitaka serikali na taasisi husika kutoa tamko rasmi ili kurudisha imani ya wananchi. Wengine wamependekeza kuanzishwa kwa uchunguzi huru ili kubaini chanzo cha vurugu na kuchukua hatua dhidi ya wahusika. Kwa upande wa wanasheria wakongwe wamesema hali kama hii inaweza kuwa na madhara makubwa kwa mustakabali wa utawala wa sheria. Wameonyesha kuwa ikiwa matukio ya aina hii yataachwa bila kushughulikiwa, basi yataleta hofu kwa wananchi na kuwazuia kutumia mahakama kutafuta haki zao. Ni wazi kuwa kauli ya Daktari Slaa imefungua mjadala mpya kuhusu uhusiano kati ya vyombo vya dola na muhimili wa mahakama. Wadau wengi sasa wanataka kuona hatua za haraka zinazoweza kurejesha imani ya wananchi na kuhakikisha mahakama inabaki kuwa eneo salama la kutafuta haki. Hapa Kenya Scope tutaendelea kufuatilia matukio haya kwa karibu ili kuhakikisha unapata taarifa za kina kuhusu hatua zitakazochukuliwa na uongozi wa mahakama. Hakikisha umesubscribe ili usipitwe na uchambuzi wa matukio makubwa kama haya yanayoathiri moja kwa moja mustakabali wa demokrasia ya taifa.